Taifa Stars yaangukia pua kwa bao 2-0 kule Dubai dhidi ya Iran. Michezo mitatu hii Taifa Stars inashindwa kupata matokeo. Tanzania ilicheza dhidi ya Niger ikapoteza kwa bao 1, lakini pia ikacheza na Zambia pale Zanzibar ikapoteza kwa bao 1, na jana imepoteza dhidi ya Iran kule Dubai. Shida ni nini, Sister Martin? Ni Stars au wachezaji wetu? Timu ina form mbaya, hasa kwenye timu za madaraja yetu. Unajua Zambia, Niger, si ndivyo? Hizo ni timu za daraja letu, si ndivyo? Wakitufunga tunatakiwa ni tuone tuna form mbaya. Lakini kwa mechi ya jana nafikiri siwezi kuingiza kwenye form mbaya ya Stars. Kwa nini? Ni kwa sababu ya aina timu tulicheza nayo. Tumecheza na timu ambayo ipo nafasi ya 21 kwenye viwango vya FIFA. Haijafika kwa bahati mbaya. Ni timu ya daraja kubwa sana kuliko sisi. Imetuzidi mara nyingi sana kwa sababu sisi tupo nafasi ya 107. Kwa hiyo naweza nikasema jana ilikuwa ni utofauti wa madaraja, na huo utofauti wa madaraja unaona kwenye vitu tofauti. Kitu cha kwanza ambacho jana nikinotice kwenye mechi ya jana, kuna utofauti mkubwa sana wa wachezaji wa Iran na wa Tanzania. Sehemu ya kwanza ni kwenye physicality. Physicality utaangalia appearance ya wachezaji. Wale wachezaji walikuwa na vimo vikubwa kuliko wa kwetu, cha kwanza, lakini sio vimo vikubwa tu, walikuwa na utimamu wa miili nzuri sana. Walikuwa na ile physical fitness nzuri, lakini ukiangalia pia walikuwa wanasema mtu anaweza akawa mkubwa lakini akawa mzito. Wale walikuwa wako fit, ni wakubwa lakini wana coordination nzuri. Wanawahi sana kufika kwenye matukio, wanafanya maamuzi haraka sana. Kwa hiyo nafikiri utofauti wa quality ulianzia kwenye physicality, lakini hata technical abilities. Wachezaji wao ukiangalia namna wanavyogusa mpira, namna wanavyocheza, wanavyopasia, wanavyokokota mpira, unaona kuna utofauti wa qualities technically na wachezaji wetu. Lakini sehemu nyingine ambayo ilitofautisha mechi ni kwenye mbinu. Of course, huwezi kufananisha benchi la ufundi ambalo lipo Iran na la kwetu Tanzania kwa kulinganisha mechi ya jana. Ukiangalia kwenye mechi ya jana, wale waliamua mechi kwenye vipindi viwili tu. Kipindi cha kwanza walisema sisi tunakuja kucheza kwenu. Walicheza kwenye nusu ya Stars wakiwa na mpira, wana possess sana, wana create chances nyingi, na moja ndio ile ambayo Baka kasababisha penalty. Nyingine nimetokana na wanacheza kwenye nusu yenu wasipokuwa na mpira na wanapokuwa na mpira. Wasipokuwa na mpira ndio ile wana press haya, waliwapa pressure wachezaji wa Stars. Kuna ile mmoja ndo Israel under pressure akashindwa kuhimili pressure, akatoa ile pasi ambayo ilinaswa na mchezaji wa Iran, wakapiga ile positive transition, wakaenda wakatufunga. Kipindi cha pili wamekuja na approach tofauti. Tayari tuna mtaji wa magoli mawili. Tunakuja tunapaki basi, kama mtaweza tufungueni. Lakini tutakuwa tunawinda nyewe kwenye hizo counter attacks. Nafikiri kwenye mbinu walituzidi hapo, na ukijumlisha na zile facts za mwanzo, physicality, technical abilities, maamuzi ya wachezaji, unaona kabisa kuna utofauti kabisa wa madaraja kati ya Iran na Tanzania. Kwa hiyo siweki mechi ya Iran na Tanzania kwenye ile form mbaya ya Taifa Stars. Sikatai kwamba Taifa Stars ina form mbaya, lakini Iran ni timu ya daraja tofauti na sisi. Sawa, vipi kwa upande wa golikipa Yakubu Suleiman? Ni uzembe ama ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja? Nafikiri ni kwanza jana hakuna kosa la Yakubu. Kwangu mimi, kwa namna nilivyoangalia mchezo, kwa sababu ukiangalia goli la kwanza limetokea kwenye ni timu. Kwa maana kwamba timu imepoteza mpira, haijapotezea mbele, imepoteza kwenye mstari wao ulinzi. Israel ndo kapoteza mpira kwenye mstari wa ulinzi. Ukipoteza kwenye mstari wa ulinzi mpira, positive transition ambayo utapigwa, sehemu ya kwanza kumfikia ni kipa wako. Na ukiangalia kwenye wakati inafika kwa kipa, kwenye ile goli la pili hapo nazungumzia, wakati inafika kwa kipa, shuti lilivyopigwa na mchezaji wa Iran alikumfikia moja kwa moja Yakubu. Yakubu alishaanza kuruka na alikuwa na uwezo kufikia huo mpira, lakini likawa deflected, na sababu alivyopiga Baka aliugusa. Kwa hiyo likawa limeshamwacha Yakubu. Kwa hiyo deflection always kwa makipa huwa mpira kwa deflected na wao shaenda, ile motion inaweza kubadilika hiyo mashine. Si ndio? Kwa hiyo nafikiri hakuna kosa la Yakubu kwenye hilo. Kosa lingine, goli lingine lilikuwa la penalty. Hakuna set play. Kwa hiyo penalty mara nyingi wa kipa ni ngumu sana kumlaumu, kwa sababu pale kuna miguu 12 tu. Yaani ni kama umbali wa mimi na wewe hapo. Sasa hapo kweli utaweza kumlaumu kipa. Kwa hiyo nafikiri jana hakuna kosa la Yakubu sana. Nafikiri aliendelea kumaintain kwa sababu kuna vitu vingi sana alivizuia kabla ya hayo magoli mawili ambayo nafikiri ni magoli ya Taifa Stars zaidi kuliko kwa ya Yakubu. Lakini kuna ile goli ambalo lilikataliwa. Watu wanaweza kusema labda pia Yakubu pia alishakosea kwa sababu alifunga goli ni kama lilikuwa la kizembe, lakini bado lilikuwa na deflection. Na ukitaka kuona lilikuwa na deflection, ndio maana referee akaamua liwe foul na isiwe goli, kwa sababu mchezaji wa Iran aligusa ule mpira kwa mkono. Deflection, lakini huwezi kuiona haraka. Kwa hiyo nafikiri kulikuwa kuna changamoto kwenye eneo hilo.